Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaendelea na mfululizo wa masomo haya katika mwezi wa Oktoba, mwenue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo ni Oktoba 14. Tukienda kuiangazia mada nzuri kabisa katika siku ya leo. Na kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu, kwa namna ambavyo umetulinda, kwa namna ambavyo umetutunza, kwa namna ambavyo umeendelea kushikilia uhai wetu. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya watoto wadogo, asante kwa ajili ya watu wazima, asante kwa ajili ya vijana, asante kwa ajili ya wazee, asante kwa ajili ya akina baba, na ninashukuru kwa ajili ya akina mama. Wote kwa pamoja tumekuja kwa unyenyekevu miguuni pako. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakase, ukatusafishe, ukatufanye kufaa kuwa watoto wako wa kiume na wa kike. Mahali popote tutakapokanyaga, baraka ziambatane pamoja nasi, na zaidi sana jina lako litukuzwe. Kazi zetu mbalimbali tunazozifanya, tunazileta miguuni pako kwa unyenyekevu, ukazibariki maradufu. Leo tutajifunza neno lako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akaje kwa wingi katikati yetu, akatufundishe kuyaelewa haya tunayojifunza. Tufundishe kudumu kukaa ndani yako, nawe ukae ndani yetu, zaidi sana tukafae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema matengenezo madhubuti yanahitajika. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 5 aya ya 24. Neno la Mungu linasema, Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kadiri mnavyoruhusu kiburi kutawala mioyoni mwenu, ndivyo mtakavyokosa nguvu katika kazi yenu. Kwa miaka mingi roho chafu imetukuzwa, roho ya kiburi, tamaa ya kuwa juu ya wengine. Katika hili shetani anatumikiwa na Mungu anavunjiwa heshima. Bwana anatoa wito kwa ajili ya matengenezo ya dhati. Hebu nafsi iliyoongoka kweli kweli ifanye upya agano lake na Mungu, na Mungu atafanya agano lake nayo. Hebu malaika na wanadamu waone kuwa kuna msamaha wa dhambi kwa Mungu. Nguvu pekee kutoka kwa Mungu lazima ilishikilie kanisa la Waadventista wa Sabato. Uongofu mpya lazima utendeke miongoni mwa washiriki, ili kwamba kama mashahidi wa Mungu waweze kuthibitisha nguvu ya mamlaka ya ukweli unaotakasa nafsi. Kanisa linalazimika kuumbwa upya, kusafishwa na kutakaswa. Vinginevyo ghadhabu ya Mungu italishukia kwa nguvu kubwa zaidi kuliko kwa wale ambao hawajawahi kukiri kuwa watu wa Mungu. Wale ambao wametakaswa kwa ile kweli wataonesha kwamba ukweli umefanya mabadiliko maishani mwao, kwamba ukweli unawaandaa kwa ajili ya kuhamishiwa katika ulimwengu wa mbinguni. Lakini kama bado kiburi na wivu na kuhisiana vibaya kunatawala maishani, Kristo hatawali moyoni. Upendo wake haumo ndani ya mtu. Katika maisha ya wale ambao ni washirika wa asili ya Mungu, kuna kusulubisha kiburi, roho ya kujihesabia haki ambayo huongoza katika kujisifia.
mahali pake Roho wa Kristo anapaswa kutawala, na katika maisha tunda la Roho hutokea. Wakiwa na dhamiri ya Yesu, wafuasi wake hudhihirisha neema ya tabia yake. Hakuna pungufu ya hili litawafanya wanadamu wakubaliwe kwa Mungu. Hakuna pungufu ya hili litakalowapatia tabia safi na takatifu ambayo lazima wawe nayo wale ambao wameruhusiwa kuingia mbinguni. Punde tu mtu anapomvaa Kristo, ushahidi wa badiliko lililofanywa ndani yake unaonekana katika roho na neno na matendo. Mandhari ya mbinguni huizingira nafsi yake, kwa maana Yesu anakaa ndani yake. Yesu alisema, "Amin, amin nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele." Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 6 aya 47. Ni wachache jinsi gani ambao wanadhihirisha maishani mwao kanuni za uzima huu. Wanakiri kuamini ukweli mtakatifu zaidi kupata kutolewa kwa wanadamu, lakini maishani mwao wanamvunjia Mungu heshima. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Aya ya 54 hadi 56. Tunawajibika kuishi kwa kicho na upendo wa Mungu. Mungu ni mkuu mno, na bado anashirikiana na wale ambao wanamwakilisha Yesu katika maisha na tabia, wale walio wema, wenye hadhari, wajikanao nafsi na kuitoa miili yao dhabihu. Yesu anasema, "Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate." Mathayo Mtakatifu sura ya 16 aya 14. Leita 63, mwaka wa 1903. Hii ni Oktoba 14. Mada ikisema, matengenezo madhubuti yanahitajika. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina. Natamani nimwone rafiki wa kweli, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, natamani nimwone aliye chanzo changu. Naomba nipe moyo nisimame, natamani nimwone rafiki wa kweli, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, natamani nimwone aliye chanzo changu. Naomba nipe moyo nisimame, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, aliyebeba dunia mabegani mwake, aliyeacha enzi na utukufu wake. Naomba nipe moyo nisimame, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, aliyebeba dunia mabegani mwake, aliyeacha enzi na utukufu wake. Naomba nipe moyo nisimame.
natamani nimwone rafiki wa kweli, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, natamani nimwone kabla sijazeka. Sema nami Bwana, nisimame. Natamani nimwone rafiki wa kweli, natamani nimwone aliyeinuliwa juu, natamani nimwone kabla sijazeka. Sema nami Bwana, nisimame. Kabla moyo hujachoka, viungo vikalegea, macho yatapochoka, kutazama nisiweze. Zijapokuja nyakati zisizo kwangu na msaada, sema nami Bwana, nisimame. Kabla moyo hujachoka, viungo vikalegea, macho yatapochoka, kutazama nisiweze. Zijapokuja nyakati zisizo kwangu na msaada, sema nami Bwana, nisimame. Kabla moyo hujachoka, viungo vikalegea, macho yatapochoka, kutazama nisiweze. Zijapokuja nyakati zisizo kwangu na msaada, sema nami Bwana, nisimame. Kabla moyo hujachoka, viungo vikalegea, macho yatapochoka, kutazama nisiweze. Zijapokuja nyakati zisizo kwangu na msaada, sema nami Bwana, nisimame.